wakati tunazungumzia changamoto ama makosa mengi ambayo yalifanyika kuanzia kwenye mchezo wa kwanza, kwa maana ya kuahirishwa kwa ule mchezo na kila kitu ambacho kilifuata baada yake, kwa maana ya aftermath ya matukio, kitendo pia cha watu kutowekewa wazi utaratibu wa tiketi baada ya mchezo wa kwanza pia ni kosa jingine ambalo bodi walilifanya pia. Kuto kuweka wazi ama kuto kuwatangazia watu utaratibu kulingana na jinsi ambavyo tiketi zao walikuwa wameshazikata siku ile. Lile lilikuwa ni jukumu pia la viongozi wa mpira, sio klabu. Hicho alichokifanya Kamwe ni ziada na amejaribu kukifanya kama kwa faida. Na ndio maana unaona kama vile kimekuja siku moja kabla, lakini watu walipaswa kujua kabisa kwamba kuna mawili. Inapotokea mchezo kama vile unakuwa umesogezwa mbele, kunakuwa kuna vitu viwili tu kwa upande wa wale waliokata tiketi. Moja ni kama mtarudishiwa pesa yenu, kwa maana mtakuwa refunded. Pili, utaratibu gani utatumika kwa ajili ya zile tiketi ambazo tayari zimeshakatwa. Kwa hiyo hakuna namna tena mtu unatakiwa utoe gharama nyingine ama tena ujisachi tena kwa ajili ya kitu ambacho tayari ulishakifanyia gharama mwanzo. Na hichi ni kitu ambacho ilibidi pia wakati bodi ya ligi wanaelekea kutangaza tarehe mpya ya mchezo kwa mara ya pili, hili pia ilibidi hilo limeshajulikana. Yani kabla hujatangaza tarehe pia ilibidi uwe ushawapa uhakika kabisa wahudhuriaji wa mchezo wanarudi kiaina gani katika mchezo wa pili. Je, tiketi zitatumika katika utaratibu mwingine au watakuwa refunded? Ni moja ya mawili tu. Always inapotokea dharura yoyote ambayo inahusisha mechi kuto kuchezwa katika siku husika, ni moja ya mawili kwenye mchezo unaofuata. Ama watu waliokata tiketi warudishiwe pesa yao au watangazie utaratibu mpya wa tiketi. Na jukumu la kufanya hivyo ni viongozi wa mpira, kwa maana ya bodi ya ligi ndio walikuwa na jukumu la kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo unachokuja kugundua ni kwamba sisi tulikuwa ni kama tunalitazama kosa kubwa ambalo lilitokea la kuahirishwa mchezo pasi na kanuni kuzingatiwa, lakini pia kwenda kutangaza tarehe mpya ya mchezo bila ya kuwapa uhakika wa mapema wahudhuriaji nini wanatakiwa kukifanya ama nini watarajia kuelekea kwenye mchezo, pia ni kosa jingine. Kwa hiyo kitu ambacho sasa kinaweza kikatazamiwa kwangu mimi kesho, kwanza kunaweza kuwa kuna changamoto pengine kwenye namna ambavyo mahudhuriaji tunayategemea kwenye mchezo. Inawezekana kabisa, yeah. Yes. Kwa sababu wakati tunajaribu kuwahimiza watu kama hivi ama kama ambavyo Kamwe yanafanya, kumbuka pia unawahimiza watu wa karibu na unajaribu pia kuwahimiza watu ambao walitoka mbali kwa ajili ya mchezo pia. Kwa hiyo tumeona hapa kwamba kuna kama kimchakato utaratibu. Sasa jiulize, mtu anayetoka mbali manake utaratibu wake utakuwa mrefu zaidi. Kwanza ana safari ya kufanya, then pia akutane na huo utaratibu, alafu kitu chenyewe kinafanyika kesho. Manake unajua ni bora labda ungekuwa imetangazwa hata wiki moja kabla, ungempa mtu wa mkoani muda naye wa kujivuta akaja, akaseto, akaweza naye kufuata huo utaratibu. Kwa hiyo kuna watu watataka kutoka nje ya nchi waje kwa ajili ya hii mechi pia. Unafikiri watauwahi kweli utaratibu ambao tunauzungumza hivi sasa mwisho wa siku? Itakuwa ngumu ya. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi nafikiri pia Kamwe ni kama amejaribu kuokoa jahazi mwishoni nafikiri. Lakini hili pia ni kosa la msingi ambalo viongozi wa mpira walilifanya kwa kutangaza bayana tarehe ya mchezo pasi na kuwaambia watu utaratibu wao wa kurudi tena kutazama huu mchezo utakuwa ni vipi. Watarudishiwa kiasi walichotumia ama utaratibu wa tiketi utakuwa vipi na waanze utaratibu kuanzia lini. Kwa hiyo yani pale kulikuwa kuna kutegeana. Msimamizi wenyewe wa ligi, lakini yeye akimtegea mwenyeji wa mchezo. Kwa hivyo dakika za mwisho hapa, dakika 90 kuja kutolewa taarifa bwana, mpango uko hivi. Mpango ambao kesho inabidi kuwe kuna utulivu. Tunafahamiana, tunajuana bwana. Watanzania tunaelewana. Alafu add on top of hapo, kesho pia sio typical day ya siku ya mchezo wa Simba na Yanga, kwa sababu mara nyingi mechi kama hii tumezoea inachezwa weekend. Sasa kesho ni siku ya kazi pia. Katikati ya wiki. Unaona sasa utofauti unavyokuja pia hapo kwa hiyo mambo yanazidi. Na muda pia wenyewe. Na muda uliowekwa pia ni muda ambao pia kuna mawili. Ni ama kuna mtu ndo anajiandaa kutoka au mwingine kwa kwenye foleni njiani. Unamtaka pia afike. Na kuna huo utaratibu na kuna wale waliokuwa wanatoka mkoani na wao wanatakiwa wafuate huo utaratibu. Nasubiri kesho. Yani hapo labda kama ingekuwa ni katikati ya wiki halafu pengine ni sikukuu ya kitaifa au off day kwa baadhi ya watu. Lakini au saa 2 usiku hivi. Na hivyo basi au saa 2 yes angalau usiku. Na hivyo basi Munaidi, kwa utaratibu huu ambao umewekwa kwamba kuna processes za kufuata,
pia tusingepata tulichokitarajia kutoka kwenye mahudhurio kwa ujumla. Bado kuna mahala tungeyumba, lakini isingekuwa kama hivi ambavyo inaweza ikawa kesho kwa mtazamo wangu. Kwa hiyo hapa tunakubaliana kwamba kuahirishwa kumeathiri vitu vingi sana kwa namna moja ama nyingine, ikiwemo pia swala hilo ambalo tunazungumza la waingiaji pia uwanjani. Wengine pengine hawatapata nafasi ya kuingia. Obvious. Na nafikiri tumefika hapa kwa sababu ilibidi mechi ichezwe na ikapangiwa tarehe, haikujali imedondoka Jumatano, Jumatatu wala Jumapili. Hii mechi inabidi ichezwe. Ina mashabiki wa kutosha uwanjani, haina watu watakwenda hawaendi, lakini mbungi lifanyaje? Lipigwe dakika 90 zimalizike, bingwa apatikane wa msimu wa 2024-2025. Yaani msimu umekwisha lakini bingwa hajapatikana. Kwa hivyo tayari ili jambo sio la kawaida. Kwa hivyo vyote vitakavyofuata baadaye hapo sio vya kawaida pia. Mara nyingi mechi za kiporo huwa hazina mbwembwe sana. Ndio. Ila hii kubwa. Ndio maana unasikia hakuna ambaye analeta mbwembwe. Ulishatamba tarehe 8. Ikapita. Umetamba tarehe 15 imepita. Afu tena unatamba tena tarehe 25 inachosha. Hapa ndo nimemuelewa vizuri Nasir Khalfan kwamba pengine huu ukimya ambao hatusikii tambo nyingi, japokuwa Jafet Juma ananiambia kwamba mtaani kwao tambo zipo. Lakini kuna hali ya utulivu tunapoheshimiana. Yaani umetumia neno zuri sana, kuna hali ya kuheshimiana. Issue ya tambo hapo. Issue ya tambo mimi nafikiri inakuja kutokana na pressure. Unajua sasa hivi ukiwa mtu wa Simba au wa Yanga, vovote itakavyokuwa kuna pressure. Mimi nilimwandikia kwenye comment Nasi, kama mimi sijui kitakachotokea kesho, lakini najua kuna mtu atalia. Lazima mmoja alie. Lazima mtu alie. Sasa kama kuna uwezekano wa kulia, manake hata ile confidence haitokuwa kubwa kiasi hicho, kwa sababu kesho kiukweli vitu ambavyo viko on stake, yani vitu vilivyopo rehani kwenye huu mchezo ni vikubwa sana. Ndio. Na haijawahipo kutokea mechi hii ikaamua ubingwa. Unajua watu wangeanza kutambiana kama labda mtu una uhakika labda wa mechi 6-7 za kukamilisha baada ya mchezo huu, utasema labda nitajiuliza kwamba yani utatamba, yani wazungu wanasema zile bragging right utazipata kwenye mechi ile tu, alafu kutokea pale labda wewe unaweza kukutana na mtu akakupotezea huko na mimi nikajipata tukajua tunamaliza vipi. Lakini hapa ni swala la kwamba unapoteza mchezo na pia kuna heshima iko kwenye rehani, lakini pia wewe ndo unakuwa umemkabidhi rasmi taji mwenzako, alafu sasa mwisho wa siku mwenzako anakuwa na vitu vingi vya kutamba. Kwa hiyo kilio chako kwanza ni kilio, afu sio kilio kidogo. Ndio, kubwa. Utalia sana, yani utalia mpaka uchakae mtu. Kwa hiyo watu mapema ndugu yangu. Kwa sababu jambo la kipekee, mimi kwa umri wangu kuna ambao wameshatangulia, watu wazima wametangulia kwa maana ya kiumri wametuzidi, wanaweza wakatueleza. Nakumbuka imeshawahi kutokea kwa umri wangu nikiwa na akili kwamba siku ya mwisho anapatikana bingwa, lakini Simba anacheza na mpinzani mwingine, Yanga anacheza na mpinzani mwingine. Lakini hii ya Simba na Yanga kukutana kwenye dabi ya kuamua bingwa ni nani, alafu mwali yuko uwanjani. Mwenye kumbukumbu atukumbushe miaka ya nyuma, ishawahi kutokea hii? Kuna watu watalia mpaka watatambaa. Yaani bana, huyu anataka watu wasiende uwanjani huyu. Na sasa hapo katika kutokwenda uwanjani sasa ndo hujui nani. Wewe, hiyo haikwepeki, hata usipoenda uwanjani utatazama. Sasa si bora angalau dakika 90 zikishatamatika una option, unaweza hata ukazima TV usione kinachoendelea. Pata picha ndo huko pale alafu mwali yule pale unamuona. Kwa unafikia naishi hapo pale mtaani, ukifungua mlango ukitoka tu wana wewe. Utajua ujui. Utajua ujui. Bwana. Haya, kama Maia alivyosema bwana, usiku wa deni ukawiko kucha. Lakini pia amezungumzia kuhusiana na maandalizi ya mechi yao tarudi hapo ili tumpatie nafasi ya kutosha. Bila shaka Ali Shaban kama kuja kujimwaga hapa namna ambavyo wamejiandaa kuelekea katika mchezo huo. Alikuwa namsikia mwenyekiti Mutaza Mangungu baada ya mchezo wa mwisho ule kabla ya huu wa dabi. Anasema siku zipo kwa tuongelee hiyo mechi. Umejiandaje? Sisi tumejiandaa toka msimu umeanza. Yaani kauli fulani za kishujaa za kibabe. Ephraim Katabi anasema siku ya kesho ndio siku ambayo wana michezo wa Afrika watajua rasmi kwa Yanga ndio mbabe na ndio timu bora ya ukanda wa Afrika na Afrika Mashariki na Kati. Katabi anasema hivyo. Best team wanasema bodi ya ligi na kamati ya waamuzi